Hello, welcome. Hii ni Mshani Wellness. Kwenye somo hili tujifunze ni kwa namna gani dawa za maumivu zinaweza zikakuharibu figo yako. Watu wengi sana wanatumia dawa za maumivu kiholela. Na tunaposema dawa za maumivu, kuna kundi moja ambao ni very specific, tunaita NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs, ambapo kuna wanachama wengi sana ikiwemo ibuprofen maarufu kama brufen, lakini tuna naproxen, tuna diclofenac, tuna indomethacin na dawa nyinginezo. Hizi ni dawa ambazo watu wengi sana wanaziabuse, yani wanazitumia kinyume na utaratibu. Hizi dawa zinapoingia mwilini zitakupa nafuu, lakini kuna hatari nyingi sana ambazo zinasababishwa na hizi dawa. Ukiachana na figo, hizi dawa pia zinakusababishia changamoto katika mfumo wa chakula. Zinapunguza utengenezwaji wa ute wa ulinzi katika ukuta wa mfumo wa chakula. Kwa hivyo zinasababisha ukuta wa mfumo wako wa chakula kuwa exposed na ile asidi inayozalishwa kwenye nyongo. Kwa hivyo inakuweka katika riski ya kupata matatizo ya peptic ulcers, vidonda vya tumbo ambao vinatokana na matumizi ya dawa. Kwa hivyo unapopata changamoto ya vidonda vya tumbo, manake ni hitilafu katika mfumo wa chakula. Na kama tunavyofahamu, mfumo wa chakula ndio kila kitu katika mwili wako. Unakuwa vile unavyokula, na vile unavyokula itategemea na hali ya mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula. Mfumo wa mmeng'enyo wa chakula ukiwa hovyo, maana yake ufyonzwaji wa virutubisho utakuwa ni dhaifu pia. Virutubisho muhimu ikiwemo viondoa sumu ambavyo vinaweza vikaenda kulinda figo. Lakini pia hizi dawa zinapunguza mtiririko wa damu katika figo. Kwa hiyo zinainyima figo usawa au mgawanyo wa damu katika kiwango ambacho figo inastahili. Na kama unavyofahamu, figo hufanya kazi panapokuwa na kimiminika, ikawa ni damu au maji, au kwa pamoja vinatengeneza kimiminika ambacho ndio inakuwa injini kubwa ya kuhakikisha kwamba figo yako inafanya kazi kwa ufasaha. Sasa hizi dawa zinapunguza mtiririko wa damu katika maeneo ya figo, lakini pia zinaharibu ufanisi wa mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Kwa hivyo zinapunguza ufyonzwaji wa vitu muhimu, virutubisho muhimu ambao vikiingia mwilini vinaweza vikasaidia utendaji kazi wa organi mbalimbali za mwili ikiwemo figo. Na matumizi ya hizi dawa ya mara kwa mara. Napozungumzia mara kwa mara, sio lazima utumie dawa nyingi sana kwa wakati mmoja. No, hata kidonge kimoja kinaweza kikatosha kabisa kukupa haya matatizo kama utakuwa unatumia mara kwa mara. Kila siku, kila baada ya siku 2 au 3 unakunywa dawa. Kila baada ya siku 2 unakunywa hizi dawa. Sio dawa salama kabisa, na unapaswa kuwa makini sana unapotumia hizi dawa, na ujue kabisa kwamba hizi ni miongoni mwa sumu ambazo zinapelekea wewe kuharibika figo yako kwa urahisi na kwa haraka zaidi. Kwa hivyo jitahidi kufuata ushauri wa kitaalamu kabla ya kutumia hizi dawa, hasa kama una changamoto mbalimbali za kiafya ambazo unadhani kabisa zinahitaji attention ya kitaalamu ili uweze kusaidiwa kitaalamu. Mpaka wakati mwingine, bye bye.